Hallelujah. Okay, ngoja nikuoneshe vitu vichache kwanza kabla tujaenda mbali sana. Hallelujah. Mwambie rafiki yako, jirani yako, ndugu yako aliyeko hapa ya kwamba utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Mwambie tena, utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu, na vile alivyo ndivyo nilivyo, na utukufu alionao ndio nilionao, nafasi alionayo ndio nilionayo, mahali alipoketi ndipo nilipoketi. Kwa jina la Yesu nitabaki katika utukufu wa Bwana, nitasalia katika utukufu wa Bwana, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wangu. Sasa fungua Injili ya Yohana ile sura ya 17. Injili ya Yohana ile sura ya 17. Yohana Injili ile sura ya 17. Kiulizo umejifunza nini jioni ya leo? Mwambie nimejifunza ya kwamba utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Sasa utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Tumetoka kumwambia Bwana umetukuka. Ametukuka. Na hata kwenye sifa nilisikia tukiimba Yesu, Yesu, Yesu umetukuka. Na utukufu huo ni kwa ajili yako. Ila ngoja nikuoneshe kitu kwanza kabla tujaendelea. Yohana sura ya 17. Please weka mic yangu sasa, unaisikia ni kavu alafu ni kama imekakamaa sana. Sura ya 17 Injili ya Yohana. Yesu yuko anaomba hapa. Nataka usikie vizuri maneno haya. Yesu yuko anaomba. Kuna wimbo mmoja watu naupenda sana. Hebu moja tuuimbe kidogo. Hebu kama hizo nani zako vizuri. Very good. Very good. Okay. Mnaufahamu unasema unashuka, unashuka, utukufu wa Bwana, watu wake watu wake Okay. So nasikia kuna lugha mbili tunaimba tofauti hapa Okay. Watu wake Yesu wakimwomba Mungu, utukufu wa Bwana unashuka. Watu wake Yesu wakimwomba Mungu, utukufu wa Bwana unashuka. Sasa ni wimbo mzuri lakini unaweza kuwa wimbo mbaya sana. Moja, unaonesha utukufu wa Bwana haupo hapa, uko juu. Sasa na ili ushuke ni pale watu wake wanapofanya nini? Wanapomwomba. Na ndio maana Wakristo wengi kuna saa tunaita utukufu wa Mungu uje. Tunaalika utukufu wa Mungu ushuke.
kwa sababu akili zetu zimefahamu hivyo, zinaelewa hivyo, zimezoea hivyo. Huwa tukiuita ushuke tunauona, sijui kama huwa mnauona, lakini najua huwa mnaamini ya kwamba unashuka, si ndio? Nikasema sawa, tubaki na hiyo kushuka. Sasa tubaki na kushuka. Ila inapofika pale kwa watu wake Yesu wakimwomba Mungu, hebu tubadilishe basi. Tutoe watu wake Yesu wakimwomba. Tuweke watu wake Yesu tukimwomba. Sasa ya sababu watu wa Yesu ambao wakimwomba Mungu ni akina nani? Ni akina nani? Sasa tukiimba wakimwomba Mungu, maana yake sisi hatumo, ila wako kundi lingine ambalo wakiomba utukufu unafanya nini? Unashuka. Ile hali inatakiwa tuwe sisi wenyewe. Sasa kwa hiyo tuimbe pale watu wake Yesu tukimwomba Mungu, utukufu wa Bwana unafanya nini? Unashuka. By the way, haushuki, upo na sisi muda wote. Hallelujah. Unashuka, shuka, unashuka, utukufu wa. Imba kwa sauti. Watu wake Yesu tukimwomba Mungu, utukufu wa Bwana unashuka, unashuka, utukufu wa Bwana. Watu wake Yesu tukimwomba Mungu, utukufu wa Bwana. Okay, at least. Yohana sura ya 17. Biblia inasema kuanzia ule mstari wa kwanza. Sikiliza kwa makini, na kama unasoma usome kwa makini. Nimesema somo la leo ni nini? Ni nini? Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Amen. Maneno hayo aliyasema Yesu ule mstari wa kwanza. Nimeanza kusoma Biblia, Yohana Injili sura ya 17 mstari wa kwanza. Biblia inasema maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Sema, nimepewa uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu. Uzima wa milele ndio huu. Sikiliza, uzima wa milele ni kitu gani? Anasema, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Sema, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliye mtuma. Na Yesu Kristo uliye mtuma. Anasema huo ndio uzima wa milele, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliye mtuma. Anasema kama vile ulivyompa mamlaka, ule mstari wa pili, juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Anasema Mungu alimpa wenye mwili,
ili hao wenye mwili afanye nini? Afanye nini? Yes, atupe uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo Bwana ametupa tulio na mwili nini? Uzima wa milele. Maana yake tuna uzima ulio bora zaidi ya uzima wa nini? Wa mwili. Maana uzima wa milele wamepewa walio na nini? Walio na mwili. Sasa hawa walio na mwili wakisha kupewa uzima wa milele, maana yake wamepewa zaidi ya kile kilicho katika nini? Kilicho katika mwili. Haleluya. Maana yake uzima wa milele ulionao katika Yesu Kristo ni zaidi ya uzima wa mwili wako. Sasa unaweza ukazubaa ukabaki kuishi na uzima wa mwili, alafu ukaacha kuishi kwa uzima wa milele uliofanya nini? Uliopewa. Haleluya. Na tunaposema umemwamini Yesu Kristo, maana yake ni hii, kwamba wewe ni mtu ambaye sasa umeondoka kwenye kuishi kwa uzima wa mwili, sasa unaishi kwa uzima wa nini? Wa milele. Tunaelewana sasa? Haleluya. Kwa hiyo unaishi kwa uzima wa milele. Sema, nina uzima wa milele na ninaishi kwa uzima wa milele. Hayo usiyasikie tu, yaamini ya kwamba ndivyo yalivyo kwenye maisha yako. Amen. Yes, amini ya kwamba hivyo ndivyo yalivyo na hivyo ndivyo ulivyo. Wakristo mnanishangaza sana. Sijui mnafikiria vitu vya kimungu vitatokeaje kwenye maisha yenu. Ni kwa kuamini tu. Haleluya. Yes, ni kwa kuamini, na kile tunachokiamini ndicho tunachokisema. Haleluya. Kwa hiyo amini ya kwamba unao uzima wa milele, na uzima huo ndio unaoutumia kuishi. Ukaishi kwa uzima wa milele, sikiliza, na ukaamini tu hivyo, maisha yako yanakuwa bora. Yanakuwa nini? Yes, yanakuwa bora. Kwa maana ya kwamba sasa uzima wa milele, magonjwa hayana mamlaka juu ya huyo. Uzima wa milele, udhaifu wote hauna mamlaka juu ya huo. Uzima wa milele, mapepo, majini hayana mamlaka juu ya huo. Vifungo na laana havina mamlaka juu ya huo. Balaa na mashaka havina mamlaka juu ya huo. Wachawi, wawanga na ila zote za giza hazina mamlaka juu ya nini? Juu ya uzima wa milele. Haleluya. Kwa hiyo ukaona unawangiwa sana, unarogwa sana, badilisha aina ya uzima unaotumia kufanya nini? Kuishi. Nalana sasa. Maana katika mwili huo Yesu amekupa uzima wa nini? Wa milele. Na kwa sababu hiyo hauishi tena kwa uzima wa nini? Wa mwili wako. Haleluya. Amini haya ninayokuambia na uanze kuishi hivyo. Na utayaona yakitokea kwenye maisha yako, utayaona mwili wako ukipokea hali halisi ya uzima huo, na utaanza kuona matokeo ya huo uzima. Haleluya. Sikiliza, anaendelea kusema, na uzima wa milele ndio huu. Hapa ndipo pia pana kazi nyingine. Moja, wakujue wewe. Sema, tukujue wewe. Tukujue wewe. Nimesema hivi, imenikumbusha wimbo mwingine tena. Hebu ngatu tuimbe tena nao. Nikuelewe Yesu, nikufahamu sana, mimi nikujue, ili niongezeke. Mimi nikujue,
ili niongezeke, nikuelewe Yesu, nikufahamu sana, mimi nikujue, ili niongezeke, nikuelewe Yesu, nikufahamu sana, mimi nikujue, ili niongezeke, nikuelewe, nikufahamu, mimi nikujue, ili niongezeke, nikuelewe, nikufahamu sana, mimi nikujue, ili niongeze. Tunajua aliyetunga wimbo huo aliimbaje, tunajua alivyoimba, lakini kile alichokiimba hakitusaidii. Hiki tunachoimba ndicho kinachotusaidia, na hiyo ndio kweli ya neno la Mungu. Ni Yohana aliyesema maneno haya ya kwamba yeye apungue, Yesu afanye nini? Ndivyo Yohana alivyosema. Si unanielewa? Lakini ngoja nikwambie, wewe ni mkuu kuliko Yohana. Sio mimi nasema, maandiko ndivyo yanavyosema. Yesu akasema, katika uzao wa waliozaliwa na mwanamke hajawahi tokea nabii aliye mkuu kuliko nani? Kuliko Yohana. Ila akasema yeye aliye mdogo katika nini? Katika ufalme ni mkuu kuliko nani? Yohana. Unanielewa vizuri? Akasema yeye aliye mdogo katika ufalme huu wa Mungu alioleta Kristo, anasema huyo ni mkuu kuliko nani? Yohana. Kuliko Yohana. Kwa hiyo hatuwezi kuongea lugha ya Yohana sisi. Sijui kama unanielewa vizuri? No. Na ndio huwa nawaambia Wakristo, kweni makini sana unapomsoma Yesu aliyeandikwa kwenye Injili ya Mathayo, Injili ya Marko, Injili ya Luka na Injili ya Yohana. Kwa makini sana. Huyo ni Yesu aliyekuja akafanyika maskini ili wewe uwe tajiri. Akafa kifo cha mauti ili wewe upokee uzima. Unanielewa sasa? Sasa ukitembea kwenye kivuli cha Yesu huyo utachelewa. Tembea kwenye kivuli au kwenye uhalisia wa Yesu aliyefanya nini? Aliye hai leo. Bwana Yesu asaidie sana. Unanielewa vizuri? Sasa Wakristo wengi wao wanafikiria kwamba alichokisema Yohana ndio kitu tunastahili kuendelea kusema sisi. Hapana. Hapana. Yohana alifanya kazi yake na akamaliza. Alisema yeye amekuja kuiandaa njia ya nani? Ya huyo ajaye nyuma yake. Na akawaambia watu, mimi ninawabatiza kwa nini? Kwa maji. Yeye ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa nini? Yes, kwa Roho na kwa moto. Manake kilicho nyuma ni bora zaidi kuliko alichobeba nani? Kwa nini tuongee lugha ya Yohana? Haleluya. Hatuna haja ya kusema hivyo. Nikuelewe, nikuelewe Yesu, nikufahamu, nikufahamu sana, mimi nikujue, ili nionge, nikuelewe, nikuelewe Yesu, nikufahamu,
kufahamu sana, mimi nikujue, ili niongeze. Wow. Ngoja nikuoneshe kitu hapa. Tukisoma ule mstari wa 3, anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli. Kuna swala la kumjua Mungu ambaye ni wa pekee na ni wa kweli. Sawa? Mungu wa pekee wa kweli, mahali ambapo pia nadhani Wakristo wengi wamefeli. Kumjua Mungu, kumjua, sio kumsema, kumjua. They may know, kujua. Wanaweza saidia kuwa na ufahamu juu ya huyo Mungu aliye wa kweli au aliye wa pekee na wa kweli, kumjua. Na akasema na Yesu Kristo aliye mtuma, na yeye tufanye nini? Kumjua. Kumjua. You need to know. Nahitaji kumjua. Hallelujah. Okay. Endelea kunisikiliza. Mstari wa 4 anasema, mimi nimekutukuza duniani, hali nimemaliza kazi ile uliyonipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kwako. Unaisikia hii? Anasema unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao kabla ya ulimwengu kufanya nini? Mnaelewa kitu? Maana yake ni kwamba Yesu anasema muda wote aliyotembea duniani na akawepo, hakutumia utukufu aliofanya nini? Aliokuwa nao. Sio, unanielewa sasa? Na anasema sasa kazi ameimaliza. Maana yake katika utukufu aliokuwa nao kabla ya ulimwengu kwako, asingeliweza kumaliza, maana utukufu usingeruhusu yaliyotokea kwake yafanye nini? Yatokee. Shika, mwananielewa vizuri? Sasa tazama, kama utukufu ule ambao alikuwa nao duniani anatembea nao, kumbe haukuwa ule aliokuwa nao kabla ya ulimwengu kuumbwa. Je, huu aliotembea nao ulifanya mangapi? Unanielewa? Ulifanya mangapi? Ulifanya mangapi? Ulifanya yote unayoyashuhudia katika Injili. Yote unayoyashuhudia katika Injili. Kiasi hicho kidogo cha utukufu kiliweza kufanya. Sawa sawa? Saa hii yuko katika utukufu ule aliofanya nini? Aliokuwa nao kabla ya ulimwengu kufanya nini? Je, atafanya mangapi? Atafanya mangapi? Kama utukufu ule ulio mdogo uliweza kufanya yale aliyoyafanya, je, huu wa sasa Bwana anafanya mangapi? Kuna mtu ananielewa? Hallelujah. Sasa ngoja nikuoneshe. Fungua Waefeso sura ya 1. Waefeso sura ya 1. Nimesema somo la leo linaitwaje? Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Sema utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Rudia tena, utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Na unisikilize kwa makini sana. Ndio maana utasikia niko na tembelea utukufu. Waefeso sura ya 1. Waefeso ile sura ya 1. Nitasoma kuanzia ile mstari wa 18, utanisikiliza mahali ambapo ninahitaji uweze kupaona kwa makini. Anasema hivi Paulo kwa kanisa la Efeso, sikia anavyoliambia kanisa. Nitaanzia mstari wa 17, maombi yake yanapoanza kwa ajili ya kanisa. Au ngoja nianzie 16 au 15. Anasema kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu. Wangapi mnaamini katika Bwana Yesu hapa? Amen. 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 Hii ni kwa ajili ya yeyote anayeamini katika nani? Anasema
na pendo lenu kwa watakatifu wote. 16, siachi kutoa shukurani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Mstari wa 17, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu. Sema Baba wa utukufu. Baba wa utukufu. Anasema awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Roho ya hekima na ya nini? Na ya ufunuo katika kufanya nini? Kumjua yeye. Unanielewa vizuri? Amen. Anasema tumjue, na tutamjua kwa roho ya hekima na ya ufunuo. Anasema tupate kumjua kupitia roho ya hekima na ya ufunuo. Ndio maana nimekuambia kazi kubwa ulionayo Mkristo leo ni kumjua nani? Yes. Kumjua Mungu. Usiwe na Mungu wa jumla ambaye watu wote wanamtamka Mungu, Mungu, Mungu. No. Yaani uwe na jinsi ambavyo unafanya nini? Unamjua Mungu ambavyo mtu mwingine yote afanye nini? Hamjui. Na Paulo anasema awape roho. Kwa hiyo kumbe kumjua Mungu ni zao la kuwa na nini? La kuwa na roho. Unanielewa sasa? Anasema awape roho ya hekima na ya ufunuo. Maana yake kuna vitu vinatakiwa vifunuliwe kwako kuhusu nani? Kuhusu Mungu. Unanielewa sasa? Ili upate kumjua. Maana katika kumjua, kadri unavyomjua ndivyo ule uzima wa milele aliyokupa unavyofanya nini? Utakavyotenda kazi kwenye nini? Kwenye maisha yako. Anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa nini? Na wa kweli, wakujue. Kwa hiyo uzima wa milele hatuone ukifanya kazi kwenye maisha yetu, kwa sababu tuna kiasi kidogo sana cha kufanya nini? Cha kufanya nini? Cha kumjua. Unanielewa vizuri? Yes. Na Paulo analiombea kanisa la Efeso, anaweka maombi, anasema anawakumbuka katika sala zake. Anasema ili Mungu atupe roho ya hekima na ya ufunuo. Hekima, wisdom. Roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. 18 anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Haleluya. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Kumbe ndani huku kuna macho ambaye anaweza yakaona zaidi ya unavyoona. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Anasema katika watakatifu pana utajiri wa nini? Wa utukufu. Urithi wa utukufu. Kwa hiyo kumbe tumerithi utukufu, na tumeurithi katika utajiri, yaani ni mwingi sana. Shika mwananelewa. Anaendelea kusema na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuliaminio au tuaminio jinsi ulivyo. My Lord, my God. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio. Anasema ndani yetu kuna ubora wa ukuu wa uweza wake jinsi ulivyo. Haya yote huwezi kuyajua isipokuwa utakapopata roho ya hekima na ya nini? Na ya ufunuo katika kufanya nini? Katika kumjua yeye. Unanielewa? Amen. Anasema kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake, mstari wa 20, aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Sikiliza hapa. Akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Anasema wapi hapo? 21. Juu sana kuliko ufalme wowote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si la ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Anasema Yesu yuko juu sana kuliko ufalme wote. Sijui ni ufalme gani unaoujua,
Yesu yuko juu sana kuliko huo. Sijui ni mamlaka gani unayoijua katika maisha yako. Maandiko yanasema Yesu yuko juu sana kuliko mamlaka hiyo. Sijui ni nguvu gani unayoijua, anasema Yesu yuko juu ya nguvu hiyo. Sijui ni usultani gani unaojua, anasema Yesu yuko juu ya usultani huo. Sijui ni jina gani unalolijua linatajwa huko, anasema yeye yuko juu zaidi ya jina hilo. Na anasema si katika ulimwengu huu tu, bali hata katika ule unaofanya nini? Unaokuja. 22 anasema akavitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Akavitiisha vitu vyote chini ya nini? Miguu yake. Akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Kwa ajili ya kwa ajili ya kwa ajili ya haleluya, kwa ajili ya kanisa. Anasema ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, aliyekamilika katika vyote. Anasema kanisa ndio mwili wake na ukamilifu wake. Hivi unanielewa sasa? Kanisa ni nini? Ni mwili wake na nini? Na ukamilifu wake. Yaani Paulo ni kama vile anasema, yani pasipo kanisa Yesu hajafanya nini? Hajafanya nini? Hajakamilika. Unanielewa? Pasipo kanisa hana mwili na hajakamilika. Na anasema kanisa ndilo mwili wake, maana yeye amefanywa kuwa kichwa, na kanisa ndio mwili wake na ukamilifu wake. Na ndio maana amesema akavitiisha vyote chini ya nini? Chini ya miguu yake. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Kanisa. Yes, kwa ajili ya kanisa. Yaani ungelikuwa unanielewa, ungeshout kwa nguvu, kwa ajili ya kanisa. Kwa ajili ya kanisa. Ni kwa ajili ya kanisa. Sasa sijui ukisikia kanisa unaelewa nini? Unapata picha gani? Kwa ajili ya kanisa. Kwa ajili ya kanisa. Kanisa ni nini? Kanisa ni nini? Kanisa ni nini? Kanisa ni nini? Yes. Nilikuwa nataka mbadilishe lugha, usiseme ni sisi, sema ni mimi. Haleluya. Sababu inawezekana jirani yako haamini hicho unachokiamini. Kwa hiyo sema kanisa ni mimi. Rudia tena, kanisa ni mimi. Sema tena, kanisa ni mimi. Sema mimi ndio kanisa. Mimi ndio kanisa. Mimi ndio ukamilifu wake. Mimi ndio ukamilifu wake. Mimi ndio mwili wake. Na amevitiisha vyote chini ya miguu yake kwa ajili yangu mimi. Amevitiisha vyote chini ya miguu yake kwa ajili yangu mimi. Mimi ndio kanisa. Mimi ndio ukamilifu wake. Mimi ndio kanisa. Mimi ndio mwili wake. Amevitiisha vyote chini ya miguu yake kwa ajili yangu. Amevitiisha vyote chini ya miguu yake kwa ajili yangu. Haleluya. Vyote vimetishwa. Vyote vimefanya nini? Vyote vimefanya nini? Vimetishwa chini ya miguu. Haleluya. Sasa mnaweza mkamwelewa Yesu aliposema nimewapeni ninyi nini? Sasa nimewapeni mamlaka ya kufanya nini? Ya kufanya nini? Ya kufanya nini? Yes. Kwa nini? Kwa sababu alijua ya kwamba amevitiisha vitu vyote chini ya nini? Chini ya miguu yake. Na anaposema miguu yake, kumbe miguu yake ni miguu ya nani? Ni miguu ya nani? Ni miguu ya nani? Ni miguu ya nani? Yes! Ni miguu yako. Ndio miguu yako, ndio miguu yake. Na amevitiisha vyote chini ya miguu yako. Na ndio maana akasema una mamlaka ya kukanyaga vyote. Anasema una mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule Mungu. Na nguvu zote za yule Mungu. Unayo mamlaka ya kutosha. Unayo mamlaka, maana vyote vimetiishwa. Okay, hebu nisikilize kwa makini sana. Unaweza labda kwa hujaelewa kitu hapa. Nimesema somo la leo ni nini? Nini? Nini?
Rudia tena. Rudia tena kwa nguvu. Sema tena kama unayejua. Rudia tena. Sema tena. Sema tena. Rudia mpaka majini yote yasikie. Rudia mpaka mapepo yote yasikie. Rudia mpaka uchawi wote usikie. Rudia mpaka laana zisikie. Rudia mpaka magonjwa yasikie. Rudia mpaka shida zisikie. Rudia mpaka maadui wasikie. Yeah, hallelujah. Yes. Nadhani sasa unaanza kunielewa. Mkristo sio mtu wa kawaida. Amen. Yaani kama kuna kiumbe kinapaswa kuogopwa kuliko vyote ni nani? Yes. Ni wewe hapo. Wachawi wa kuogopa, mapepo ya kuogopa, majini ya kuogopa, nguvu za giza kuogopa, magonjwa ya kuogopa, laana zikuogopa, shida zikuogopa, vikwazo vikuogopa. Kwa jina la Yesu vikuogope, maana vyote vimetiishwa chini ya miguu yako, vimetiishwa. Hadi umaskini unapaswa kukuogopa, maana umetishwa chini ya miguu yako. Hallelujah. Yes. Kwa nini ubaki kuwa muhanga? Kwa nini ubaki kuwa mtu mwenye maumivu? Kwa nini ubaki kuwa mtu unayelia? Kwa nini ubaki kuwa mtu ambaye kila mtu anahisi wewe ni wa kuonea? Why? Haitakiwi kuwa hivyo. Sema sasa, majira yamebadilika. Majira yangu yamebadilika. Nyakati zangu zimebadilika. Maana utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Na majira yangu yamebadilika. Kwa kuwa utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Yes. Mambo haya sio nadharia. Mambo haya ni uhalisia. Hivyo ndivyo ilivyo. Hivyo ndivyo ilivyo. Ngoja nikueleze siri ya neno la Mungu. Neno la Mungu li hai. Hallelujah. Li hai. Sikiliza neno lilivyolaja. Yesu mwenyewe amejitambulisha kama neno. Amen. Hello? Hello. Yohana anasema kwa mwanzo lilikuwako nini? Naye neno alikuwako kwa nani? Naye neno alikuwa nani? Mungu. Unaelewa sasa? Yes. Na anasema yeye kama neno alikuja akafanyika nini? Mwili. Kwa hiyo kumbe neno linaweza likawa mwili. Sikiliza. Oh my Lord, my God. Liache neno la Mungu liwe mwili kwako. Hallelujah. Yani hicho nacho kipokea kama neno, kifanye kuwa mwili. Acha kifanyike kuwa mwili. Acha kifanyike kuwa mwili. Acha kifanyike kuwa mwili. Mwili uliopokea uzima wa milele. Acha neno la jioni leo liwe mwili wako. Maana neno linaweza kuwa mwili. Kumbe neno linaweza kuwa mwili. Kumbe neno linaweza kuwa mwili. Mwili uliojaa uzima wa milele. Hello! Hivyo ndivyo livyo. Hauna haja ya kuwa na mashaka, haja ya kuwa na hofu, haja ya kuwa na mawazo, stress, pressure. Sio fungu lako kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah. Anasema akapitisha vyote chini ya miguu yake kwa ajili ya kanisa. Man. Sio kama mnaelewa. Yaani kumbe wewe hauhitaji kutiisha kitu chochote. Unanielewa vizuri? Kwa nini? Kwa sababu vyote unavyovijua vimekwisha fanya nini?
vimekwisha fanya nini? Vinasubiri oda ya kinywa chako, vinasubiri tu agizo la nini? Oh my Lord, my God. Ulishagawahi kusikia rais anapotamka kwamba fulani ndio mkuu wa mkoa kuanzia leo? Unanielewa? Huwa anahitaji kuja kwenye ule mkoa aanze kujitangaza, mimi ndio mkuu wa mkoa. Huwa anafanya nini? Moja kwa moja anaingia wapi? Unanielewa? Na kila anayekutana naye anasema amekutana na nani? Halo? Lakini kabla ya hapo alikuwa si nani? Kwa hiyo kile kitendo cha yeye kuwa mkuu wa mkoa, tayari mkoa mzima umefanya nini? Umetiishwa. Kwa hiyo yeye hahitaji kuutiisha mkoa. Unanielewa sasa? Manake tayari mkoa ulikwisha fanya nini? Na chochote anachosema ndicho mkoa unafanya nini? Unaelewa vizuri? Kwa hiyo anasema vyote vimetiishwa chini ya miguu yake. Maana yake ni kwamba lolote ambalo umeliona kama shida, umeliona kama tatizo, umeliona kama kizuizi, sikiliza, ulikuwa haujui labda, na kueleza jioni leo kimetiishwa chini ya nini? Kimetiishwa chini ya nini? Ni kazi yako kufanya nini? Kutoa oda, kutoa amri, kusema neno, kutamka jambo. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema vimetiishwa chini ya miguu yako, vimetiishwa chini ya miguu yako. Shida zote zimetiishwa chini ya miguu yako. Magonjwa yote yametiishwa chini ya miguu yangu. Wachawi wote wametiishwa chini ya miguu yangu. Haleluya. Ni kama kutakuwa bado kuna shida ya wewe kuendelea kuhangaika. Unahangaika na nini? Biashara? Unahangaika na nini? Kazi? Unahangaika na nini? Au kujua ya kwamba vyote vimetiishwa? Halo? Na kueleza jioni ya leo ujue vyote vimetiishwa. Vyote vimetiishwa. Na utukufu wa Bwana ni kwa ajili yako. Maana wewe ndiye mwili wake. Wewe ndiye ukamilifu wake. Bwana hajakamilika pasipo wewe. Wewe ndiye mwili wake. Na wewe ndiye ukamilifu wake. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kumbe, sometimes kuna vitu vinatokea kwenye maisha yetu kwa sababu ya uzembe wetu sisi wenyewe. Halo? Tunashindwa kuchukua hatua. Tunashindwa kutamka neno. Na ni shida ni kwamba kwa nini tunashindwa kutamka neno? Ni kwa sababu lile neno bado halijafanyika mwili kwetu. Halijageuka na kuwa hii miili yetu ambayo ina uzima wa milele. Halo? Naomba neno la leo ligeuke kuwa mwili kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Ligeuke kuwa mwili kwenye maisha yako. Yesu, utembee katika utukufu huo. Utembee katika utukufu huo. Utembee katika kweli hiyo. Utembee katika mamlaka hiyo. Kuna mtu yuko ananielewa hapa? Halo? Kuna mtu yuko ananielewa? Yes. Wewe sio wa kawaida. Haleluya. Wewe sio wa kawaida. Haijalishi unaona nini, unasikia nini. Wewe una utambulisho mwingine. Nikawa niko nasoma Biblia. Ngoja nikwambie na hili. Hebu Pastor nifungulie Timotheo wa pili, ile sura ya pili, nikuoneshe kitu hapa. Kuna kitu Roho Mtakatifu anataka niseme. Mstari wa kwanza. Waraka wa Mtume Timotheo wa pili. Waraka wa pili wa Timotheo, sura ya pili, ule mstari wa kwanza. Basi wewe mwanangu. Huyu ni Paulo anamwambia Timotheo. Nataka tusome tu ule mstari wa kwanza.
Huyu ni Paulo anamwambia Timotheo. Paulo anamuita Timotheo mwanangu. Basi wewe na mwanangu. Hallelujah. Amen. Nadhani tuna mambo mengi ya kujifunza kwa Timotheo. Hata wiki iliyopita pia tulisoma ule waraka wa kwanza, sio? Yes. Okay, but soma huo mstari anasemaje? Basi wewe mwanangu. Basi wewe mwanangu. Uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Uwe nani? Hodari. Katika nini? Neema. Katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Paulo anamwambia Timotheo, sikiliza Timotheo. Iko neema katika Kristo Yesu. Amen. Na uwepo wa hiyo tu hautoshi. Ila wewe Timotheo unahitaji kuwa hodari katika nini? Katika hiyo neema. Yes. Shika unaelewa kitu. Amen. Amen. Neema inaweza ikawepo. Lakini ni nani anayeitumia? Ni nani amesimama kama hodari katika neema hiyo iliyo katika nani? Kumbe hata neema inahitaji watu gani? Mahodari. Si unanielewa? Yaani the people, watu ambao wanaweza wakaitumia, people that can take advantage of the grace. Uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Inanikumbusha maneno kama hayo pia Paulo ameongea katika Efeso sura ya 6 mstari wa 10. Anasema nini katika ile 6 mstari wa 10 Paulo kwa kanisa la Efeso? Hapa amemwambia Timotheo awe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Kuwa hodari, neema kuwepo peke yake haitoshi. Wewe ambaye umepewa hiyo neema, unahitaji kuwa hodari katika nini? Katika hiyo neema. Sijui kama unanielewa vizuri. Amen. Anasemaje pale kwenye 6:10? 6:10 Efeso anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Na katika uweza wa nguvu zake. Na katika uweza wa nguvu zake. Amen. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Yes. Na katika uweza wa nguvu zake. Zidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Okay, kwa hiyo wewe kujua tu kwamba vimetishwa chini ya miguu yako si tatizo, lakini wewe kusimama kwenye eneo lako la uhodari. Hello. Hello. Niliwafundisheni maana ya hodari. Hodari. Strong. Hodari. Hodari ni mtu gani? 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 Hodari ni mtu gani? Niambieni. Yes. Naweza kusema ni zaidi ya shujaa. Mmoja anasema ni zaidi ya shujaa. Hodari ni mtu gani? Mmoja amesema ni zaidi ya shujaa. Shujaa ni nani? Shujaa ni nani? Kwa maana ya mshindani, sasa ni zaidi ya mshindi. Hallelujah. Amen. Shujaa ni mtu aliyefanya vita na akaishinda. Amen. Unanielewa? Huyo ndio shujaa. Hello. Hello. Sasa hodari ni zaidi ya shujaa. Amen. Naomba unisikilize. Hodari sio tu kwamba amefanya vita na akaishinda. Kwa sababu unaweza ukafanya vita na ukaishinda na vita ile ikirejea ukashindwa. Yes. Unanielewa vizuri? Amen. Sasa hodari ni mtu aliyefanya vita na akaishinda na ikamalizika na akaifuta na haiwezi kurudia tena. Amen. Shika, unanielewa? Amen. Na ndio maana hodari ni wakati wote. Unakuwa hodari wakati wote, maana yake ulishamaliza. Yes. It is finished. Ndio maana anasema hatimaye mzidi kuwa hodari. Zidi kuwa hodari.
Ni nini ambacho nakifahamu katika Bwana? Shika hicho, ng'ang'ania hicho mpaka uone matokeo yake. Haleluya. Zidi kuyaambia mapepo, mmetiishwa chini ya miguu yangu. Zidi kuyaambia magonjwa, mmetiishwa chini ya miguu yangu. Kwa jina la Yesu mnasalia chini ya miguu yangu. Maana na yenyewe hayato simama tu kukuheshimu kama haujitambui. Maana shetani siku zote yeye utaka kujua huyu anajua nini. Kama aliweza kumwendea Yesu akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu. Shetani alimwambia Yesu kama wewe ni mwana wa Mungu. Unajua kwa nini alimwambia kama wewe ni mwana wa Mungu? Maana yake Yesu atie shaka hivi. Hivi inawezekana nikawa sio mwana Si unanielewa? Amen. Na hiyo ni tabia yake. Mara zote atataka kukuhamisha utoke kwenye eneo lako la uhodari, utoke kwenye eneo lako la ushindi, na ubaki kuwa muhanga, mtu ambaye hauna mamlaka, hauna sauti, mtu ambaye hauna sifa. Hiyo ni asili ya shetani. Ukaona jambo lolote linakuondolea sifa kwenye maisha yako, halitokani na Mungu. Hello? Halifanyi nini? Linatokana na nani? Maana hiyo ni asili yake. Siku zote yeye yuko kinyume na ukweli. Kwa nini? Kwa sababu kweli haimo ndani yake. Utashangaa tu ndani yako, utaanza kusikia sauti inakwambia unafikiri na wewe umo. Wewe kwenye kundi hilo haumo. Ikikwambia wewe kwenye kundi hilo haumo, inaanza kukupa madhaifu ulio nayo. Inaanza kukuonesha shida ulizo nazo. Wewe mbona uko hivi? Wewe mbona uko hivi? Wewe mbona uko hivi? Halo? Sikiliza. Wewe hauko vile unavyoelezwa wala unavyojisikia. Uko vile Bwana alivyosema. Yes. Unanielewa sasa? Amen. Haleluya. Maana hata nafsi yako inaweza isijijue, ikasubiria kupewa utambulisho mwingine. Sikiliza, bakia kuwa vile Bwana amesema wewe ni. Amen. Unanielewa vizuri? Amen. Bwana amesema wewe ni hodari, sema mimi ni hodari. Yes. Bwana amesema vyote vimetiishwa chini ya miguu yako, sema vyote vimetiishwa chini ya miguu yako. Amen. Haleluya. Amen. Usikubali udhaifu wote ukaondolee sifa Bwana aliyokupa. Amen. Usikubali jambo lolote linalodhihirisha udhaifu wako likuondolee amani Bwana aliyokupa. Wewe upo kwa ajili ya utukufu wa Bwana, na utukufu wa Bwana ni kwa ajili yako. Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yako. Sema utukufu wa Bwana ni kwa ajili yako. Sina mapungufu yoyote na sijakosa sifa yoyote. Ninajua jambo moja, utukufu wa Bwana ni kwa ajili yako. Na kama ni kwa ajili yako, yote yametiishwa chini ya miguu yako. Yote yametiishwa chini ya miguu yako. Yote yametiishwa chini ya miguu yako. Wow. Sasa kama umeelewa, unaweza ukasimama sasa. Nikuona unavyokwenda kuomba, nikuona unavyokwenda kuonesha huo utisho. Maana kama vyote vimetiishwa chini ya miguu yako, maana yake aliye na huo utisho ni nani? Ni nani? Sasa jioni leo nataka utembeze utisho wako. Tembeza utisho wako juu ya vyote. Tembeza utisho wako juu ya vyote, juu ya magonjwa yote, juu ya madhaifu yote, juu ya shida zote, juu ya taabu zote, juu ya laana zote, juu ya mapungufu yote. Tembeza utisho, tembeza utisho. Sema ni saa yangu ya kutembeza utisho wako, maana vyote vimetiishwa chini ya miguu yangu. Ni saa yangu ya kutembeza utisho. Ni saa yangu ya utisho. Ni saa yangu ya utisho. Maana vyote vimetiishwa. Maana vyote vimetiishwa. Vyote vimetiishwa chini ya miguu yangu. Na utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu.
Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Yote vimetishwa chini ya miguu yangu. Yote vimetishwa chini ya miguu yangu. Magonjwa yote yametishwa. Shida zote zimetishwa. Tabu zote zimetishwa. Laana zote zimetishwa. Umaskini nao umetishwa. Ufukara umetishwa. Balaa zimetishwa. Hila zimetishwa. Ubaya umetishwa. Fitina zimetishwa. Chini ya miguu yangu. Chini ya miguu yangu. Natembeza utisho. Natembeza utisho. Natembeza utisho. Natangaza utisho. Natangaza utisho. Natangaza utisho. Natangaza utisho juu ya vyote vilivyo kinyume nami. Natangaza utisho juu ya magonjwa, juu ya vizuizi, juu ya mipaka, juu ya wachawi, juu ya laana, juu ya misiba, juu ya shida, juu ya umaskini, juu ya vilio. Natangaza utisho. Natangaza utisho. Natangaza utisho. Natangaza utisho. Natangaza utisho. Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yako. Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yako. Hata mauti inajua, hata magonjwa inajua, hata shida zinajua, hata laana zinajua. Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yako. Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Jioni ya leo natangaza utisho. 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 Natangaza utisho juu ya maisha yangu, juu ya mwili wangu, juu ya nyumba yangu, juu ya uzao wangu, kwa jina la Yesu. Ni utisho kwa jina la Yesu. Ni utisho kwa jina la Yesu. Ni utisho juu ya biashara yangu, juu ya kazi yangu, juu ya watoto wangu. Ni utisho kwa jina la Yesu. Ni utisho kwa jina la Yesu. Ni utisho juu ya orasaka. Yesu, endelea kutangaza utisho. Eneza utisho kila mahali. Eneza utisho kila eneo la maisha yako. Eneza utisho kila mahali. Yote yanayokuonea, yawe ni magonjwa, ziwe ni shida, ziwe ni laana, ziwe ni vifungo, wawe ni wawangaji. Tangaza kuanzia leo, nyumba yangu imetishwa na utukufu wa Bwana ni kwa ajili yangu. Utukufu wa Bwana ni kwa ajili ya nyumba yangu. Tangaza utisho kila mahali. Sema utisho kila mahali. Weka utisho kila mahali. Sakarabaya. Lei sakarama. Lei samarelataya. Mwili wangu umejaa utukufu. Maisha yangu yamejaa utukufu. Mwili wangu umejaa utukufu. Maisha yangu yamejaa utukufu. Njia zangu zimejaa utukufu. Maisha yangu ni utukufu. Njia zangu ni utukufu. Maisha yangu ni utukufu. Njia zangu ni utukufu. Mipango yangu ni utukufu. Kwa jina la Yesu. 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 Yes. Rabo sakala. Leto barabaya. Yes sokoma. Yes sokoria. Yes soparabaya. Yes sakala. Yes sorabayasa. Yes samana. Yes sokoraba. Yes sokosora. Yes sokorabaya. Shamba kaposia. Yes soresetia. Yes sorabakeya.
Receive it by the power of the Ghost. Receive it in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Rasa brakada. Laiso brakasemiana. Yes, Lord. La cobra capesca maca. Le bragadosha makenya do. Laiso ribayansaka. Le brakotoseleya. Shalos. Ye bravo ya panusa. Jesus is Lord. Jesus is Lord. It is Lord. It is Lord. It is Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Leko brana. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, glory, glory. Glory, glory. Leko prakashana. Bwana zote zimetishwa. Hakuna litakalo haribika Jina la Yesu. wala litakalo potea Yes. wala litakalo cheleweshwa tena juu ya maisha yako. Maana utukufu wa Bwana ni kwa ajili ya maisha yako. Yes. Ni kwa ajili ya nyumba yako. Yes. Ni kwa ajili yako. Yes. Ni kwa ajili ya kazi yako. Katika jina la Yesu Kristo. Milango ya baraka inafunguka. Milango ya neema inafunguka kwa ajili yako. Milango ya neema inafunguka kwa ajili yako. Milango ya heshima inafunguka kwa ajili yako. Milango. Raisobra kababa. Oziala ya sabera. Leia kebra. Sobra sobra. Yai sokobra. Lei sorana. Resorana. Lekobra kababa. Raisekopareia. Sabrakaya. In the name of Jesus, by the power of the Lord. Yes. Oh, Rapakaru. By fire. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Ni utukufu Bwana. Ni utukufu hata utukufu. Ni ushindi hata ushindi. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Jesus is Lord. Asante Yesu. Jesus is Lord. Asante Yesu. Jesus is Lord. Asante Yesu. He's Lord. Jesus, Jesus. He's Lord. He's Lord. He's Lord. Jesus. He is Lord. He is Lord.